Naam mtazamaji, bwana, kama unavyoelewa kwamba moja kati ya wasanii wa Bongo Movie au tunaweza kusema kwamba huyu ni comedian au content creator katika mitandao ya kijamii. Huyu anafahamika kwa jina la Kiredio. Kiredio bwana ameanza kufanya vizuri sana katika mitandao ya kijamii kwa muda mrefu, lakini hivi karibuni bwana amekuwa akipata brand deals nyingi. Yani Kiredio bwana amekuwa akipata brand deals, endorsement za kutosha, lakini pia moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikimeke headline zaidi kumhusu Kiredio ni issue ya mahusiano yake na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la V-Dollar. Na hivi karibuni bwana, miezi kadhaa iliyopita, story ambayo ilikuwa ina trend ni kwamba Kiredio ameachana na V-Dollar. Yani kitendo cha Kiredio kuachana na V-Dollar ni moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline kupitiliza huko mtandaoni. Lakini baada ya muda bwana, baada ya Valentine kukaribia bwana, tukaona wawili hawa wakawa wamerudiana, jambo ambalo limefanya wadau wengi sana kubaki mdomo wazi kwamba hey, imekuwaje tena ghafla kiasi hiki? Kiredio na V-Dollar wamerudiana tena ghafla. Lakini sio tu kurudiana, mapenzi yao yamerudi kwa nguvu kweli kweli, kiasi kwamba huyu mwanadada na Kiredio wameamua kwenda zao Dubai kuenjoy maisha. Lakini sio tu kwamba wameenda Dubai kuenjoy maisha, vile vile huko mitandaoni bwana wamekuwa wakisumbua, wakionyesha lifestyle yao, jinsi ambavyo wanavyoishi. Lakini pia Kiredio ameonyesha safari nzima yeye kwenda Dubai na mpenzi wake huyo V-Dollar. Wameonekana wakiwa wako kwenye majangwa kule Dubai wakiwa na have some fun. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba hivi karibuni bwana Kiredio tokea alivyokuepo kule Dubai, na unaelewa kabisa kwamba kumekuwa na makombola yamekuwa kilipuliwa kutoka Iran kwenda Dubai, jambo ambalo limeibua concern ya watu wengi sana kuhisi kwamba kama vile kwa namna moja au nyingine Kiredio yuko kwenye matatizo, maana huko Dubai imekuwa ikishambuliwa. Na hivi karibuni nadhani unafahamu kwamba tulileta taarifa rasmi kabisa kwamba huko Dubai bwana kuna ile airport yao kubwa kabisa imeshambuliwa na makombola kupitia drone ambazo zimetoka huko Iran. Yani kumekuwa kuna vita inaendelea katika haya mataifa ya Uarabuni, Middle East, umeona bwana Sasa ikiwemo na yenyewe pia Dubai ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa yameathiriwa zaidi na machafuko hayo ya mabomu. Sasa Kiredio yeye, hii hali imetokea wakati yupo kule Dubai kama nilivyoelezea hapo awali. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa zimesambaa hapo awali ni kwamba safari za ndege kutoka Dubai kwenda nchi nyingine au kutoka nchi nyingine kwenda Dubai zilikuwa zimesitishwa kutokana na usalama zaidi, yani kuzingatia swala zima la usalama zaidi. Kwa hivyo basi Watanzania pamoja na watu mbalimbali walikuwa Dubai walikuwa wamekwama, na watu ambao walikuwa wanataka kwenda Dubai imeshindikana. Hivyo basi moja kwa moja ikapelekea wadau mbalimbali kuwa na wasiwasi kwamba kutokana na hicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo watu wakawa wanajiuliza kwamba je, Kiredio ataweza kusurvive huko Dubai kwa muda wote huo, kwa sababu nafahamu kwamba kule maisha ni gharama, mjini wa starehe na vitu vingine kama hivyo, na ndio hivyo kuna machafuko, hakuna safari za ndege. Je, Kiredio atarudi vipi Bongo? Na mambo mengine mengi yakawa yameibuka huko mitandaoni. Kwa kifupi ni kwamba mijadala ilikuwa ni mingi sana kuhusiana na hiyo situation. Lakini kwa bahati nzuri ni kwamba mwisho wa siku Watanzania takriban 236 walikuwa wamekwama huko Dubai wamepata nafasi ya kurejea nchini Tanzania. Taarifa hiyo imetolewa rasmi ikiwa inasema kwamba bwana, leo ni siku ya 8 tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani pamoja na nchi nyingine za Uarabuni. Abiria takriban 236 wa Tanzania ambao walikuwa wamekwama huko Dubai kutokana na vita hiyo wamerejeshwa salama nchini Tanzania kwa ndege ya shirika la Air Tanzania. Baada ya kutua Dar es Salaam leo, baadhi ya abiria ambao baadhi yao walionekana wakiwa wamepokelewa kwa furaha na maua na wapendwa wao, wamesema kwamba walipitia hofu kubwa sana na sintofahamu, na hata hivyo pia vile kushuhudia matukio ya kutisha ya mabomu hayo kwa karibu wakiwa huko Dubai.
Sasa baada ya taarifa hii kusambaa huko mitandaoni, wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo situation. Kwa mfano, kuna mtu amesema kwamba bwana, kwa hiyo huyo Mchina naye tunayemuona hapo amepigwa picha akiwa anashuka kwenye ndege na yeye pia ni Mtanzania, amerudi Bongo. Mwingine amesema kwamba bwana, nendeni tena Dubai. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, Tanzania kweli tuna upendo. Kuna mtu amesema kwamba bwana, tunamshukuru Mungu amerudi salama. Kuna mtu amesema kwamba bwana, asante sana kwa dua zetu, kwa dua zenu tumerudi salama, Mungu ni mwema. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, hongereni sana kwa kurudi nyumbani salama. Mdau mwingine hapa anasema kwamba sawa, haya sasa waliwahi wanasema kwamba haya sasa karibuni Bongo. Kwa mtu bwana, sasa huyu wa mbele na yeye pia ni Mtanzania. Watu wanauliza kutokana na kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaonekana wana asili ya Asia na wenyewe pia wameonekana wakiwa wameshuka kwenye ndege. Kwa hiyo wadau huku wanauliza kwamba na huyu hao wa China nao pia ni wa Tanzania. Kuna watu wameuliza hivyo. Lakini kuhusiana na msanii Kirodio ambaye watu wengi sana walikuwa wako concerned kujua kwamba yeye pia anapata nafasi ya kurudi au la, ni kwamba taarifa rasmi imeisha sambaa huko mitandaoni. Kwa mfano, hapa kuna page wamekuja wameripoti, wameandika kwamba baada ya wameandika kwamba hatimaye Kiredio na V mpenzi wake V Dola wameanza safari kurudi Tanzania baada ya wapendanao Kiredio na V kukumbana na changamoto mbalimbali zilizosababishwa na vita ya Irani na Marekani dhidi ya Israeli huko Dubai, vita ambayo ilisababisha wawili hao wakae kwa hofu kubwa siku kadhaa wakiwa huko Dubai. Sasa hatimaye wameshaanza safari ya kurudi Tanzania na wamesha notify mashabiki zao kupitia mitandao ya kijamii. Kama kawaida, baada ya taarifa hizo kusambaa mtandaoni bwana, wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna huyu hapa anasema kwa hiyo sasa tulie au vipi? Kuna mwingine anasema bwana, Kiredio kwani ni nani hapa mtaani kwetu, kwani kwa sababu sio haja, amesema kwamba kwa sababu sio haja ya kutuletea taharuki kabisa. Kwa mfano kwamba bwana, hii sio habari. Kwa mfano kwamba kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba wa nini huyu Kiredio hatuna habari naye. Kwa mfano kwa hiyo tufanyeje sasa, tulie au? Kuna mwingine amekuja kuuliza. So it is what it is, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini at the end of the day ni kwamba content creator maarufu hapa Tanzania Kiredio amepata nafasi ya kurudi nyumbani Tanzania baada ya machafuko kutokea huko Dubai, ambapo watu wengi sana walikuwa na wasiwasi kwamba huenda na yeye pia yakamkumba au zahma ikamkumba huko Dubai. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu kabisa na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.